Wamekuwa na changamoto ya moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, lakini bahati mbaya wengi hawafahamu, na moyo wao na mwili wao huwa unaonesha kabisa, kwa sababu jinsi Mungu alivyotuumba ni kwamba huwa tunapata vitu vinavyotuonesha kwamba moyo unashindwa kufanya kazi vizuri, lakini sisi ni watu wa mapuuza, huwa tunapuuza hii kitu, na ndio maana huwa tunakuja kugaramika kwa muda mrefu. Lakini pia leo tutakuletea dalili zinazoonyeshwa moyo unashindwa kufanya kazi yake vizuri. Namba moja, kupumua kwa shida. Watu wengi wamekuwa na changamoto ya kupumua kwa shida. Hata ukitembea unakuta unatembea kidogo unapata shida, lakini pia hata wakati wa kulala, ukilala chali unapata shida moja kwa moja. Hapo ni kwamba maji yanajikusanya kwenye mapafu, na hii ndio dalili ya kwanza kabisa ambayo unaanza nayo kama moyo wako haufanyi kazi vizuri. Hapa tunasema ni heart failure moja kwa moja, ni kwa sababu tayari kuna shida kwenye upande wako wa moyo wako. Kwa hiyo ukiona unapumua kwa shida, ukiwa umelala, ukiwa unatembea, basi jua kwamba maji yamejikusanya kwenye mapafu, na ndo hayo yanaleta shida. Hiyo ni dalili namba moja. Lakini dalili namba mbili tunasema uchovu wa haraka. Wengi wamekuwa wanachoka haraka haraka. Unakuta mtu alikuwepo, hajaenda kazini, hajafanya kazi nzito, lakini anapata nini? Anapata moja kwa moja uchovu wa haraka. Kama ni wewe miongoni mwa watu ambao wanapata uchovu wa haraka ni wewe, basi hakikisha hiyo inaashiria kwamba moyo wako hausukumi damu vizuri. Unachotakiwa kufanya, hata anza kwanza kwa kuangalia, kucheki moyo wako kama uko vizuri au una changamoto. Ukikuta kuna changamoto, hakikisha unapata matibabu. Kwa hiyo uchovu mara kwa mara ni kiashiria namba moja kinachoonyesha kwamba moyo wako haufanyi kazi vizuri zaidi. Lakini pia kitu namba mbili tunasema miguu na vifundo kuvimba. Damu na maji unakwama. Ndio maana wengi wamekuwa wakipata mivimbo. Unapata mivimbo. Unavimba moja kwa moja tunasema unavimba kwenye miguu, lakini vifundo na penyewe vinavimba moja kwa moja. Jua kwamba maji yameweza kukwama, na mara nyingi huonekana zaidi jioni. Jioni unapata dalili hizo. Kama unapitia hiyo changamoto, basi jua kwamba hati yako inafeli, moyo wako umeanza kufeli. Lakini pia mapigo ya moyo kwenda mbio. Mapigo ya moyo kwenda mbio. Jamani, mapigo ya moyo kwenda mbio ni changamoto au ni dalili mojawapo ambayo ukiona, basi jua moja kwa moja moyo unaanza kufeli. Moyo haufanyi kazi vizuri kama mwanzo ilivyokuwa, na hii ni changamoto kubwa kwa watu wengi, na wengi hawafahamu kabisa kwamba unapoona mapigo ya moyo kwenda mbio ni dalili ya kwamba moyo wako unafeli. Ni kwamba moyo wako huenda upokee oksijeni ya kutosha au upokee damu ya kutosha, lakini pia unaweza kawa na cholesterol kwenye mishipa yako ya damu. Ndio maana pia unasikia mapigo ya moyo kwenda mbio. Na mapigo ya moyo kwenda mbio ni definition ya kwamba moyo unahitaji kurudi kwenye positioni yake. Unapambana urudi kwenye positioni yake moja kwa moja. Kwa hiyo kama ukisikia mapigo ya moyo kwenda mbio, ndugu yangu, shtuka sana ukacheki moyo wako kama uko vizuri. Lakini pia kukojoa sana usiku, maji yaliyokusanyika huwa yanatolewa, ambayo ni dalili ya moyo kushindwa kufanya kazi vizuri. Dalili mojawapo inayoonyesha kwamba kukojoa mara kwa mara ni moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, kwa sababu maji yaliyokusanyika huweza kutolewa moja kwa moja, na inasababishwa na nini? Inasababishwa moja kwa moja na nini? Na moyo kufeli au moyo kushindwa kufanya kazi vizuri, na hii wengi hawafahamu. Lakini pia kingine ni ganzi kwenye baadhi ya sehemu zako za mwili. Ganzi na kuwaka moto kwenye baadhi ya maeneo, huenda kwenye mikono, kwenye haya maeneo ya wazi, inaweza ikawa mikononi au miguuni. Na hii inatokana na nini? Inatokana moja kwa moja na moyo wako kushindwa kufanya kazi vizuri. Ukishindwa kufanya kazi vizuri moyo wako, ndugu yangu, utapata ganzi, kwa sababu damu haisukumwi mpaka kwenye hayo maeneo yote ya mwili wako kufika. Ndio maana hata wenye changamoto ya pressure wanapata ganzi. Lakini pia kuvimba miguu. Kuvimba miguu. Kwa nini unavimba miguu? Ni kwa sababu pia damu haifiki kule.
sawa, haifiki kule kwenye maeneo yako yote ya mwili. Ndio maana utaona miguu yako inavimba moja kwa moja. Ukiona dalili hiyo, shtuka uweze kutafuta suluhisho ambalo litaweza kutoa sehemu hiyo na kuweza kukupeleka sehemu nyingine moja kwa moja. Kikohozi kisichoisha, hii inatokana nini? Na maji mapafuni, kwa sababu moyo ukishindwa kufanya kazi vizuri, maji yanajirundika kwenye mapafu. Ndio maana unahisi kikohozi kisichoisha, na kile kikohozi pengine kinaweza ikawa kikavu zaidi. Ukiona dalili hiyo, shtuka, ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba moyo wako umekufa kabisa, moyo wako haufanyi kazi vizuri. Lakini pia ukosa hamu ya kula na tumbo kujaa gesi, damu haitoshi tumboni, ndio maana unashiba haraka haraka. Haukosi hamu ya kula, ingawa kukosa hamu ya kula inaweza kuwa dalili ya vidonda vya tumbo, inaweza kuwa dalili ya acid reflux, na mara nyingi vidonda hivi vinapatikana kwenye kuta za tumbo, ambapo tunasema ni gastric ulcers moja kwa moja. Kwa hiyo moyo kufeli pia kunasababisha ushibe haraka, lakini pia damu unakuta haitoshi tumboni, ndio maana unahisi hamu ya kula inaisha, lakini pia na tumbo kujawa gesi. Huwa tunasema hivi, unachotakiwa kuzingatia, hizo ni dalili ambazo zinaonyesha moyo wako haufanyi kazi vizuri. Tuambie hapo chini kwenye comment ni dalili gani ambayo wewe unayopitia ili uweze kupata msaada zaidi. Moyo kushindwa ni ugonjwa hatari, lakini unaweza kudhibitiwa kama ukigundulika mapema, na dalili ndogo ndogo zinaweza kuwa ni ishara kubwa. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.